Nitajie vitabu vyako vitano pendwa na unijuze kwamba vimekufundisha kitu gani. Mimi naenda kukutajia vitabu vyangu pendwa, vinaweza vikawa 4, 5 au zaidi, lakini nina vitabu pendwa ambavyo nimevisoma na huwa ninavirudia kuvisoma kwa sababu vina maarifa, vina madini ambayo ninaamini ni foundation ya vitabu vingine vyote ambavyo sijavisoma. Lakini pia ninaendelea kusoma vitabu kila siku. Sasa hello, karibu. Mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Karibu sana katika uchambuzi wa vitabu. Channel hii ina madini ya aina mbalimbali. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kujuzwa pale ambapo tutakuwa tukiupload content za mafundisho na uchambuzi kuhusu vitabu. Nataka unitajie vitabu vitano ambavyo wewe unahisi ni vitabu bora kwako, na mimi nakutajia vya kwangu na ninaanza katika video hii. Kitabu changu cha kwanza kabisa pendwa si kingine bali ni kitabu cha The Richest Man in Babylon. Kimeandikwa na George S. Clason. Kitabu hiki ni kitabu bora sana kwa sababu kimenifunza kuhusu kanuni za utengenezaji mali, kujenga mali, kanuni za kujenga au kutengeneza mali. Na kanuni hizi tunafunzwa na wazee kabisa hawa. Ni busara za wazee wa Babeli, busara za watu wa Babeli, wale ambao walikuwa wanajenga mnara kwenda kumfikia Mungu. Ule mji ambao inasemekana hadi sasa hakuna teknolojia yao walioiricha, hakuna mji wowote au tuseme nchi yoyote ambayo imeweza kuattain teknolojia hiyo. Kwa hiyo katika kitabu hiki tunafunzwa vitu mbalimbali ikiwemo kanuni za kujenga za kujenga ngome au tuseme za kujenga mali au kutengeneza utajiri kiujumla. Na miongoni mwa kanuni za muhimu sana ni pay yourself first, anza kujilipa kwanza, ambayo kanuni hii inasisitiza umuhimu wa kuweka akiba pale ambapo unapata kipato chako. Ni muhimu kuweka sehemu ya kipato chako, na inapendekezwa ikawa ni 10% kwa ajili yako wewe, kwa sababu vile vitu ambavyo unavinunua, ile hela sio ya kwako tena. Ukinunua nguo, maana yake ile hela ni ya mwenye nguo, ni mtengeneza nguo. Ukinunua chakula, maana yake ile hela ni ya anayelima. Kwa hiyo kabla haujaanza kujilipa, au tunasema kwa lugha nyepesi sana, kabla haujaanza kufanya matumizi yako, basi anza kuweka akiba. Na ukishaweka akiba, nenda kaiwekeze hiyo akiba kwenye sehemu ambayo inaweza kuzaa zaidi. Kwa hiyo ukishaweka akiba, unaenda kuwekeza, unainvest. Ukishawekeza, hautakiwi ukala kile ambacho kinapatikana, unatakiwa tena ukifanyie reinvestment. Lakini wakati unafanya haya yote, unatakiwa uweze kukumbuka swala la kupunguza matumizi yako, na tunaambiwa kwamba tunasema spending yako will always equal your income. Matumizi yako yataenda kulingana na kipato chako unless you protest, mpaka pale ambapo utaamua kuprotest to the contrary, utaamua kukataa ile hali. Uingize 1,000,000, unatakiwa utumie 300,000, unatakiwa utumie 500,000, ukienda sana umetumia 800,000. Ile nyingine iweke kama akiba au iweke kama sehemu ya uwekezaji. Kwa hiyo wekeza kila kitu. Kwa Richest Man in Babylon ni kitabu ambacho kimenifundisha hayo. Kimenifundisha pia kuhusu madeni mabaya, kimenifundisha pia kuhusu umuhimu wa kulipa madeni yale ambayo unadaiwa. Usikimbie wadai wako, hakikisha unawalipa, na hakikisha ukikopa unakopesha kwa ajili ya kuwekeza, sio kukopesha kwa ajili ya kufanya matumizi ambayo au kununua au kufanya vitu ambavyo vinachukua hela kila siku. Kwa hiyo ni The Richest Man in Babylon. Lakini kitabu cha pili pendwa sana ni Think and Grow Rich, na kitabu hiki kina hatua 13 za kumsaidia mtu kuweza kuthink na kugrow rich, kuwaza na kukua katika tuseme kujenga utajiri au kujenga ngome ya mali. Kwa Think and Grow Rich kimeandikwa na Napoleon Hill, na kitabu hiki ni kizuri sana, na miongoni mwa hatua za muhimu zilizopo pale, zipo hatua mbalimbali, lakini ikiwemo, kabla ya hatua zote, Napoleon Hill anazungumzia desire kama starting point of all achievement is desire. Mwanzo wa mafanikio ya aina yote, mafanikio yote duniani ni kuwa na hamu ya mafanikio. Desire, strong desire. Na tunasema kama hamu yako ni ndogo, italeta matokeo madogo, na kama hamu yako ni kubwa, basi italeta matokeo makubwa. Lakini kuna hatua za aina mbalimbali pale, ikiwemo Mastermind Alliance ambao naitumiaga sana, kuungana na watu ambao wanafanana na wewe, ikiwemo hatua kama faith, kuwa na imani katika kile unachokijenga. Na hii inatueleza kwa nini wale mapadri na mashehe kule wanafanikiwaga sana kuwateka watu, kwa sababu wanajenga imani. Anakuambia sema utapata na utapata, sema hiki na kile,
weka imani. Imani yako ikiwa ni dhaifu hauwezi kukipata. Kwa hiyo tukishaamini vile, tukienda tukifanya mambo yanaenda shwa, unasema yule shendo kanisaidia, kumbe alikusaidia kujenga imani. Lakini vipo vitu vingine kama tumezungumzia faith, vile tunasema auto suggestion, kujitamkia maneno mazuri, kujipendekezea vitu vizuri, mimi naweza, na kuachana na yale ya mambo ya siwezi, hiki na kile. Tujitamkie maneno mazuri, unajitamkia maneno mazuri, auto suggestion. Lakini vile vile zipo hatua nyingine kama decision, uwezo wa kufanya maamuzi, na Napoleon Hill anasema katika wale watu, katika kitabu hiki amekijenga kutokana na foundation kwamba amewahoji watu 500 na matajiri 500, na wale matajiri 500 kuna patterns ambazo walikuwa wanafanana. Kwa hiyo yeye akazitengeneza zile patterns akaziweka katika hatua 13, na hatua moja hapo ni maamuzi. Na anasema wale waliofanikiwa, katika wale aliowahoji, wana tabia moja ya kufanya maamuzi kwa haraka. Baada ya kufanya calculation, wanafanya maamuzi kwa haraka zaidi, alafu wanafanya mabadiliko taratibu. Lakini watu wasiofanikiwa wanachelewa kufanya maamuzi, na akishafanya maamuzi anafanya mabadiliko haraka. Kwa hiyo ni sifa ambayo hatutakiwi kuwa nayo. Tunatakiwa kuwa na sifa ya kufanya maamuzi kwa uharaka zaidi. Lakini Napoleon Hill anazungumzia kitu kimoja tunakiita imaginative faculty. Kichwani kwetu kuna workshop, kuna sehemu ya kujenga, kuna sehemu ambayo inazalisha vitu vipya, kuna sehemu ya kusababisha wewe uweze kuwa genius, uweze kuwa mbunifu. Sasa tunatakiwa tuwe na mbinu za kuifikia hii sehemu, na anataja vitu vya aina mbalimbali. Kwa hiyo hivyo. Lakini vile vile kitabu kingine ambacho ninakipendekeza na nimekisoma na kipenda sana ni kitabu cha Atomic Habits. Kimenisaidia kuhusu kubadilisha tabia. Lakini vile vile kitabu cha Compound Effect cha Darren Hardy pia vile vile kinakusaidia katika kubadilisha tabia. Vipo vitabu vingine, Rich Dad Poor Dad, kinakupa mindset sahihi kuhusu fedha. Yes, of course, hivyo ni miongoni mwa vitabu best sana. Lakini tukija, vitabu viko vingi na vipo vingi ambavyo nimevisoma, lakini foundation ipo katika vitabu hivyo. Pia usisahau The Power of Your Subconscious Mind cha Dr. Joseph Murphy. Tutaendelea. Mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu, na kuomba uweze kusubscribe, uweze kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu. Tuendelee kufanya uchambuzi wa aina mbalimbali kuhusu vitabu. Tukutane katika somo lijalo.